Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya Uhinja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 8 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Longa na asanteni sana kwa kuungana nasi, na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea habari muhimu za kuaminika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ya maziwa makuu. Miongoni mwa habari tulizokuandalia ni maendeleo ya hali ya usalama katika milima ya juu ya Fizi, Mwenga na Uvira, ambako mapigano yanaendelea kushika kasi kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea kushikilia mji wa Baraka na Fizi. Tutakuletea pia kauli ya msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya kuhusu hali ya usalama na mchakato wa amani, pamoja na onyo la mbunge Justin Bitakwira kuhusu mwenendo wa mapigano. Tutasikia habari kutoka Walikale ambako mamia wananchi wameanza kurejea makwao baada ya wiki kadhaa na wakiwa mistuni. Kesi ya mratibu wa Konape Wazalendo iliyoanza kusikilizwa mjini Beni, pamoja na wito wa asasi za kiraia wa kurejesha operesheni za usalama kufuatia kuongezeka kwa matukio ya ujambazi wa kutumia silaha. Pia tutakuletea taarifa kuhusu aliyekuwa waziri wa sheria Costa Mutamba anatarajiwa kufika mbele ya mahakama ya juu ya rufaa katika kesi ya Frivao, pamoja na habari nyingine muhimu za kitaifa na kimataifa. Basi usiondoke, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ya habari kwa uchambuzi, taarifa zinazothibitishwa na matukio ya muhimu yanayoendelea. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Baada ya kutumia zaidi ya wiki mbili wakijificha msituni kutokana na mapigano makundi yenye silaha, wakazi wa kijiji cha Isea, Bupere, Buringa, Tusangwa na Kilambo, pia katika kundi la Batakwira, kundi la Bafuna wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, wameanza kurejea polepole majumbani mwao tangu Jumatatu tarehe 6 Julai hii. Wananchi hao lazimika kukimbia makazi yao kufuatia mapigano makali yaliyozuka tarehe 8 Juni katika makundi mawili yanaunda kundi lenye silaha la Uhuru DRC. Makundi hayo yanaongozwa na Desire Kashira Mashite na Shimirae Chunganya Zidane. Mapigano yasababisha mamia ya familia kukimbia msituni kwa ajili ya kujinusuru na risasi, huku wakiacha nyumba, mashamba na mali zao. Kwa mujibu wa wakazi waliorejea, maisha waliopitia msituni yalikuwa na mateso makubwa. Wanasema walikosa chakula cha kutosha, maji safi ya kunywa, dawa pamoja na huduma za afya. Hali imeathiri zaidi ya watoto wadogo, wanawake wajawazito na wazee ambao walikabiliwa na magonjwa na uchovu mkubwa bila msaada. Mmoja wa wakazi waliorejea amesema kuwa aliamua kurudi kijijini licha ya hofu ya usalama kwa sababu maisha ya msituni yalikuwa magumu kupita kiasi. Amesema watoto wengi walikuwa huko, familia zikosa chakula na dawa. Kwa maoni yake ni afadhali kurejea nyumbani ili kuendelea na shughuli za kilimo kuliko kuendelea kuishi msituni bila matumaini. Katibu wa utawala wa kundi la Bafuna Bisu Tairo Clema amezitisha kurejea kwa wananchi hao. Amesema sababu kuu ya kurudi si kwamba usalama umerejea kikamilifu, bali ni kutokana na hali ngumu wanaoishi wakati wa kuhama. Ameeleza kwa familia nyingi zilishindwa kuvumilia ukosefu wa mahitaji muhimu kama chakula, maji, dawa na huduma nyingine za msingi. Hata hivyo, ameeleza kuwa hali ya usalama bado ni ya kutia wasiwasi. Kwa mujibu wake, wapiganaji wa pande zote mbili za kundi la Uhuru DRC bado wanaonekana katika vijiji vya Isea na Kilambo, jambo linaongeza hofu kwamba mapigano yanaweza kuzuka tena wakati wowote. Licha ya hatari hiyo, wananchi wengi wameamua kurejea kuokoa maisha yao kwa kuendelea kulima mashamba ambayo ndio chanzo kikuu cha chakula na kipato kwa familia nyingi katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, Bisu Tairo Clema ametoa wito kwa mamlaka za kijeshi kuharakisha kupeleka wanajeshi wa FARDC katika eneo la Batakwira. Amesema hatua hiyo itasaidia kulinda raia, kurejesha usalama wa vijijini na kuzuia mapigano mapya kati ya makundi ya mawili yenye silaha. Kwa sasa wakazi wa Batakwira wanaendelea kurejea majumbani mwao wakiwa na matumaini ya kuanza upya maisha yao, lakini bado wanaishi katika hofu ya kurejea kwa mapigano ambayo yanaweza kusababisha tena wimbi jipya la wakimbizi ndani ya eneo hilo. Alionyesha kuwa licha baadhi ya wananchi kurudi makwao, changamoto ya usalama na misaada ya kibinadamu bado zinahitaji hatua za haraka kutoka kwa serikali na wadau wa ulinzi wa raia. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika maeneo ya milima ya juu ya Kivu Kusini, ambako mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya Point Zero, Mikenge na Minembwe. Hata hivyo, licha mashambulizi na shinikizo kutoka kwa makundi yenye silaha, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kushikilia mji wa Baraka pamoja na makao makuu ya wilaya Fizi, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka uwanjani, mstari wa mapambano unaendelea kubadilika kulingana na hali ya operesheni za kijeshi. Vyanzo vinaeleza kuwa wanajeshi wa FARDC bado wanadhibiti maeneo ya mlima pamoja na vijiji kadhaa vilivyoko katika sekta ya Mutambala wilayani Fizi. Maeneo hayo yako chini ya kilomita 20 kutoka point 0, eneo ambalo limekuwa kitovu cha mapigano makali katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wa masuala ya usalama na kijeshi wanasema kuwa uwepo wa FARDC katika maeneo hayo unaonyesha mkakati wa kujenga ukanda wa ulinzi unaolenga kuzuia waasi kusonga mbele kuelekea mji muhimu wa Baraka na Fizi. Kwa mtazamo wao, jeshi linaendelea kuimarisha nafasi zake ili kuhakikisha kuwa maeneo hayo muhimu hayadhibitiwi na makundi yenye silaha. Hata hivyo, mtaalamu mmoja wa masuala ya kijeshi ameeleza kuwa kujilinda pekee hakutoshi katika mazingira ya kivita. Kwa mujibu wake, jeshi linapaswa pia kuanzisha mashambulizi dhidi ya adui katika maeneo yake kuanzia badala ya kusubiri kushambuliwa. Amesema jeshi linalobaki katika nafasi za kujihami pekee hukumbana na shinikizo kubwa na kuweza kuchoka haraka kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Mapigano makali zaidi yanaendelea kuripotiwa katika eneo la point 0, Rugezi na Kiwehe. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, maeneo yanashuhudiwa mapambano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake wa ndani dhidi ya vikosi vinavyotajwa kwa vya Rwanda pamoja na wapigaji wa Twirwaneho na muungano wa AFC M23. Hata hivyo, point 0 bado inatajwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi, wakati taarifa nyingine zinaeleza kuwa FARDC inaendelea kufanya mashambulizi ya kujibu katika mwelekeo wa Mikenge na Minembwe. Mashirika kadhaa ya kiraia yameamini kuwa changamoto kubwa inayoikabili jeshi la serikali ni mapambano ya ana kwa ana pekee, bali ni pia ni mashambulizi ya kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Kwa mujibu wa mashirika hayo, FARDC imekuwa ikifanya mabadiliko ya mikakati katika nafasi zake ili kulinda uwezo wake wa kijeshi na kujiandaa kwa operesheni kubwa zaidi pale mazingira yatakapokuwa mazuri. Wakati huo, taarifa kutoka Minembwe zinaeleza kwa ujumbe wa viongozi wa kundi la Twirwaneho wamewasili katika eneo hilo likiwa chini ya ulinzi wa wanajeshi wa Rwanda. Vyanzo hivi vinaongeza kuwa wapiganaji wapya pia wamewasili ili kuongeza nguvu katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kwa mujibu wa chanzo kimoja kilichopo karibu na waasi, muungano huo unapanga kuimarisha zaidi maeneo ambayo tayari umechukua, hasa point 0 ambayo imekuwa moja ya maeneo muhimu zaidi na mapambano katika Kivu Kusini. Chanzo hicho kinaeleza pia kuna nia kuendelea kusonga mbele kuelekea Baraka na hata kuelekea mkoa wa Tanganyika. Pamoja na leo, hakuna taarifa zinaonyesha kuwa mji wa Baraka na Fizi imebadili mikono. Vyanzo vya ndani vinaendeleza kudhibitisha kuwa maeneo hayo bado yako chini kwa halali wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa serikali wanaendelea kuimarisha ulinzi katika mstari wa mbele ili kuzuia jaribio lolote la waasi kusogea kuelekea miji hiyo. Mbali na hali ya kijeshi, viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Kinshasa kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha usalama katika maeneo ya Fizi na Mwenga. Wanaonya kuwa endapo mapigano yataendelea kuongezeka katika milima juu, athari zake zinaweza kuenea katika maeneo mengine ya Kivu Kusini na hata kuhatarisha usalama wa wananchi wengine zaidi. Kwa ujumla, siku zijazo zinatajwa kuwa za muhimu katika mwelekeo wa vita hivi, ingawa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kufanikiwa kuimarisha ulinzi wa Baraka na Fizi. Mapigano yanaendelea katika eneo la point 0, inaonyesha kuwa eneo hilo bado ni moja ya medani kuu za operesheni za kijeshi mashariki mwa nchi. Wananchi wanaendelea kutarajia hatua madhubuti zitakazorejesha amani na utulivu wa kudumu katika maeneo yanayoathiriwa na mapigano hayo. Mbunge wa kitaifa anayewakilisha jimbo la Uvira, Justin Bitakwira, ametoa tahadhari kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya milima juu ya Kivu Kusini, akisema kwamba mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yenye silaha endelea kuzua maswali makubwa. Akizungumza kuhusu hali ya mapigano, Justin Bitakwira amesema kuwa kwa mujibu wa taarifa alizonazo, waasi wanaendelea kufanya mashambulizi ya kusonga mbele katika mwelekeo wa mji wa Baraka, hali ambayo kwa maoni yake inahitaji hatua za haraka kutoka kwa viongozi wa juu wa jeshi la serikali. Mbunge amedai kuwa pia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zinazotumika katika mapigano hayo zinatoka upande wa Rwanda. Kwa mujibu wake, matumizi ya teknolojia hiyo yamekuwa kileta changamoto kubwa kwa operesheni za FARDC katika maeneo ya mstari wa mbele. Justin Bitakwira ameeleza kuwa kabla hali hiyo kuzorota, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa limepata mafanikio makubwa ya kijeshi katika maeneo ya Minembwe. Amesema jeshi limekuwa limefanikiwa kurejesha takriban robo tatu ya eneo hilo, jambo ambalo linatoa matumaini ya kurejesha udhibiti kamili wa maeneo yaliyokuwa mikononi mwa makundi yenye silaha. Hata hivyo, amesema kuwa maendeleo ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa hali imebadilika na kwamba shinikizo kutoka kwa waasi limeongezeka, jambo linalozua hofu ya kuenea kwa mapigano katika maeneo mengine ya Kivu Kusini. Kutokana na hiyo, Justin Bitakwira ametoa
wito wa dharura kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na makao makuu ya kijeshi FARDC kuchukua hatua za haraka na za moja kwa moja ili kufuatilia kwa karibu kinachoendelea katika uwanja wa mapambano. Kwa mujibu wa mbunge huyo, waziri wa ulinzi pamoja na mkuu wa majeshi wanapaswa kufika binafsi kuwepo eneo la mapigano ili kujionea hali halisi, kuzungumza na wanajeshi walioko mstari wa mbele na kutathmini changamoto zinazowakabili katika operesheni hizo. Bitakwira amesitiza kuwa viongozi wa juu wa ulinzi hawawezi kutegemea taarifa zinazowafikia kutoka mbali pekee, bali wanapaswa kuwepo uwanjani ili kutoa maamuzi ya haraka yanayoweza kubadili mwenendo wa operesheni za kijeshi. Mbunge ameeleza kuwa tuna tuhuma zinazozungumzwa kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa ushirikiano au njama za ndani zinazoweza kuwa zinachangia kuzorota kwa usalama katika eneo hilo. Amesema tuhuma hizo haziwezi kupuuzwa na zinapaswa kuchunguzwa kwa kina ili kubaini ukweli na kuwajibisha wahusika endapo zitadhibitika. Kwa mtazamo wake, uchunguzi wa kina unaweza kusaidia kuondoa sintofahamu zilizoko miongoni mwa wananchi na wanajeshi, huku kuimarisha imani na taasisi za ulinzi na usalama. Kauli za Justin Bitakwira zinakuja wakati ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Point Zero, Mikenge na Minembwe, huko vikosi vya FARDC vikijaribu kuzuia kusonga mbele makundi yenye silaha. Hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka kwa serikali ya Kinshasa au makao makuu ya FARDC kuhusu madai yaliyotolewa na mbunge huyo. Wananchi wa Kivu Kusini wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya usalama, wakitumaini kuwa juhudi za kijeshi na kidiplomasia zitaweza kurejesha amani na kuzuia kuenea zaidi kwa mapigano katika maeneo ya Fizi, Uvira na Mwenga. La situation n'est pas bonne. La situation est en train de s'empirer, étant donné que des drones viennent du Rwanda. Certains prennent des avions, à Kavumu pour Minembwe. Et je peux dire que nous avons relâché, parce qu'on avait déjà occupé les 3/4 de Minembwe. On a relâché. L'ordre est venu du commandement militaire. Il faut se replier, repli stratégique, ainsi de suite. Et c'est comme ça que maintenant on avance même vers Baraka. Baraka Minembwe, c'est pas moins de 100 km. Et il y a une stratégie qu'on appelle Milima. Si Milima tombait aujourd'hui, nous allons nous retrouver que les rebelles sont partis même vers Kalemi. Le message que je voudrais passer ici, c'est d'interpeller le gouvernement en général et interpeller l'état-major général de notre pays. La place du ministre de la Défense aujourd'hui, la place du chef d'état-major aujourd'hui, c'est d'aller au front, aller voir ce qui se passe, aller vérifier les informations à notre possession. Il y a des soupçons de complicité qui doivent être vérifiés. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression que ce n'est plus la République démocratique du Congo qui se bat contre le Rwanda. C'est comme si c'est une chefferie qui se bat maintenant contre le Rwanda. Donc, il doit y avoir une alerte maximale au niveau de l'armée pour mettre hors d'état de nuit cet ennemi-là. Ministre de la Défense, chef d'état-major général, quittez vos bureaux climatisés, allez défendre la République. C'est pour ça que vous avez été nommé. Si vous n'êtes pas capable, démissionnez. D'autres vont prendre vos fonctions. Mais honorable, aujourd'hui, le point zéro peut conduire dans plusieurs directions du pays. Oui, c'est la limite entre le Tanganyika, Fizi, Uvira. Vous savez aujourd'hui, si Baraka tombait, il y a un boulevard, c'est le lac Tanganyika, qui va vers Kalemi. Il y a une route qui chemine de Fizi, Baraka jusqu'à Kalemi. Donc c'est un boulevard qu'on est en train d'ouvrir à l'ennemi. Kesi ya dharura imefunguliwa siku ya jana Jumanne tarehe 7 Julai mbele ya mahakama ya kijeshi ya kambi ya Beni mkoani Kivu Kaskazini, ikihusisha mratibu wa kundi la Comité National des Patriotes CONAPE Wazalendo Kasereka Paluku Timothée Bonere anayekabiliwa na tuhuma kadhaa zinazohusiana na shughuli za kijeshi zinazodaiwa kufanyika bila kibali cha mamlaka husika. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka wa kijeshi, Kasereka Paluku Timothée Bonere anajitambulisha kama Luteni Jenerali cheo ambacho wameendesha mashtaka wandai hakijatambuliwa rasmi na taasisi za kijeshi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama inachunguza mazingira ambayo mtuhumiwa alitumia cheo hicho pamoja na shughuli alizokuwa zifanya chini ya mwamvuli wa kundi la CONAPE Wazalendo. Moja tuhuma kuu zinazomkabili ni madai ya kufungua kituo cha siri cha mafunzo ya kijeshi katika barabara Tengetenge iliyoko katika kitongoji cha Malepe, Munisipa ya Beu mjini Beni. Kwa mujibu wa mashtaka, kituo hicho kilikuwa kikitoa mafunzo kwa watu waliokuwa wakijiunga na kundi hilo bila kupata kibali kutoka kwa vyombo vya ulinzi na usalama vinavyohusika na usimamizi wa shughuli za kijeshi nchini. Mwendesha mashtaka ya kijeshi Meja Hakimu Mkuu Miliso George ameleza mahakama kwa uchunguzi wa ule umebaini kuwa mtuhumiwa kuridhika na
na kuendesha mafunzo pekee, bali pia alihusika katika kuandikisha wanajeshi waliokuwa tayari kwa kudumu ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, Kasereka Paluku Dieudonne Bonere anadaiwa kufanikiwa kuwashawishi na kuwaingiza katika harakati za kundi lake afisa mmoja mwenye cheo cha kapteni pamoja na maafisa wawili wa cheo cha luteni ambao wote walikuwa bado wanatambulika kama wanajeshi wa FARDC. Hatua hiyo, iwapo itathibitishwa, inaweza kuchukuliwa kama ukiukwaji mkubwa wa sheria za kijeshi na kuhatarisha mfumo rasmi wa uongozi ndani ya jeshi. Kesi hiyo imevutiwa makini mkubwa kutokana na mazingira ya kiusalama yanaendelea katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako vikosi vya FARDC vinaendelea kupambana na makundi mbalimbali yenye silaha. Mamlaka zinaeleza kuwa uwepo wa makundi yanayofanya uandikishaji na wapiganaji nje ya utaratibu rasmi unaweza kuongeza mgawanyiko katika operesheni za usalama na kuzofisha juhudi za kurejesha amani. Kikao cha kwanza cha mahakama kilichofanyika Jumanne kilijikita zaidi katika kuwatambua washtakiwa, kudhibitisha utambulisho wao na kuwafahamisha rasmi mashtaka yanayowakabili. Mahakama ilieleza kuwa hatua inayofuatia itakuwa kusikiliza hoja za pande zote, ushahidi wa mashahidi na vilelezo kabla ya kutoa uamuzi wake. Bwana Kasereka Paluku Dieudonne Bonere, watu wengine 5 pia wamefikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi katika kesi hiyo. Miongoni mwao ni Kapteni Lunga Jean-Claude ambaye anatajwa kuwa mshauri anahusika na masuala ya ndani ya CONAP Wazalendo. Pia iwapo maafisa wawili wenye cheo cha luteni pamoja na raia wawili ndio kuhusika katika shughuli zinazochunguzwa na mahakama. Mamlaka za kijeshi zinaamini kuwa kesi itatoa nafasi ya kubaini iwapo kulikuwa na maandamano na mtandao wa uandikishaji wa wanajeshi wa uendeshaji wa shughuli za kijeshi nje ya mfumo rasmi wa serikali. Kufunguliwa kwa kesi kunakuja wakati ambako viongozi wa kijeshi katika Kivu Kaskazini wameongeza tahadhari dhidi ya ongezeko la makundi yenye silaha pamoja na juhudi zozote za kuunga vikosi vinavyofanya kazi bila idhini ya serikali. Mamlaka zinasisitiza kuwa shughuli zote za kijeshi zinapaswa kufanyika chini ya uongozi wa FARDC na kwa kufuata sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa mahakama inaendelea na mchakato wa kusikiliza kesi hiyo, huku uamuzi kutarajiwa kutolewa baada ya kukamilika kwa mjadala ya pande zote na uchambuzi na ushahidi utawasilishwa mbele ya jopo la majaji wa kijeshi. Asasi za kiraia mjini Beni mkoani Kivu Kaskazini imezitaka mamlaka za usalama kurejesha harakati za operesheni maalum za ukaguzi wa usalama maarufu kama Bouclier Securitaire kufuatia kuongezeka kwa matukio ya ujambazi wa kutumia silaha katika vitongoji mbalimbali vya mji huo. Wito umetolewa baada ya matukio kadhaa ya uvamizi wa nyumba za raia kuripotiwa katika wiki za hivi karibuni, huku tukio la hivi karibuni tokea usiku wa kuamkia tarehe 7 Julai katika robo ya Mabango iliyopo ndani ya Munisipaa ya Bungulu. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo, watu wenye silaha ambao bado hawajatambuliwa waliingia kwa nguvu katika nyumba kadhaa zilizopo katika seli 3 tofauti za Mabango. Washambuliaji hao walitumia vitisho vya silaha kuwazidi nguvu wakazi kabla ya kuondoka na kiasi kikubwa cha fedha pamoja na mali mbalimbali zenye thamani. Baadhi ya wasirika wanasema walishuhudia wakati waasi hao walipovamia nyumba zao usiku wa manane, wakibeba fedha, simu, vifaa vya elektroniki na vitu vingine vya thamani. Baada ya kutekeleza uhalifu, walitoroka kusikojulikana bila kukamatwa. Matukio yameacha wakazi wengi wakiwa na hofu kubwa, huku baadhi yao wakisema hawawezi tena kulala kwa utulivu kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya usiku. Wengi wameeleza kuwa hali ya usalama imeanza kuzorota baada ya kipindi ambacho matukio ya ujambazi yalikuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa. Rais wa asasi za kiraia mjini Beni, Jirese Mukongoli, amesema ongezeko hilo la uhalifu linapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa na mamlaka za usalama. Amesema wakazi wa Beni wanaishi katika hofu ya kudumu kutokana na wizi wa kutumia silaha unaendelea kushuhudiwa karibu kila siku. Kwa mujibu wake, operesheni za ukaguzi wa usalama zilizokuwa zikifanywa hapo awali zilisaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza vitendo vya ujambazi na kufanya wahalifu kushindwa kufanya mashambulizi kwa urahisi. Hata hivyo, anasisitiza kuwa operesheni hizo zinapaswa kurejeshwa haraka ili kuwabaini wahusika wa matukio hayo na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathirika. Baada ya kurejesha operesheni hizo, viongozi wa asasi za kiraia wamependekeza kuongezwa kwa doria za usiku katika vitongoji vinavyokumbwa na matukio hayo ya ujambazi. Wanasema uwepo wa askari wengi zaidi mitaani wakati wa usiku unaweza kuwazuia wahalifu kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia. Pia wamehimiza kuimarishwa kwa ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa maoni yao, wananchi wanapaswa kushirikishwa kamilifu katika utoaji wa taarifa kuhusu watu wanaotiliwa shaka au mienendo isiyo ya kawaida ili kusaidia kufanikisha uchunguzi na kukamatwa kwa wahalifu. Kasi hizo zimetaka pande zote za mkoa pamoja na viongozi wa jeshi na polisi kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kulinda maisha na mali za wananchi. Inasema hali sasa inahitaji majibu ya karibu haraka kabla hajazidi kuwa mbaya na kuhatarisha usalama wa wakazi wa Beni.
Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii, miezi iliyopita operesheni Bouclage de Sécurité zilitoa matokeo mazuri kwa kupunguza kwa kiwango kikubwa matukio ya ujambazi wa usiku katika vitongoji kadhaa vya mji huo. Hata hivyo, tangu operesheni hizo ziliposimamishwa, matukio ya uvamizi wa nyumba za raia yameanza kuongezeka tena hatua kwa hatua. Kuongezeka kwa mashambulizi hayo kumebua hofu mpya miongoni mwa wananchi ambao wanataka serikali na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kurejesha amani, kuhakikisha wahusika wanakamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kuwapa wakazi wa Beni uhakika wa kuishi katika mazingira salama. Aliyekuwa waziri wa sheria na mlinzi wa muhuri wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba anatarajiwa kufikishwa mbele ya mahakama kuu ya rufaa Cour de Cassation tarehe 13 Julai kwa ajili ya kuanza kusikilizwa kwa kesi na umhusisha na faili ya Fivrao, moja ya kesi zinazofuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wadau wa mfumo wa haki nchini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, Constant Mutamba amethibitisha rasmi kuwa atahudhuria kikao hicho cha mahakama. Uthibitisho umetolewa kupitia barua iliyoandikwa kwa mkono na kutumwa kwa mahakama ya rufaa juu ya rufaa ambayo anaonyesha utayari wake wa kufika mbele ya majaji na kujibu mashtaka yanayomkabili. Katika barua hiyo, Mutamba amesema anataka mchakato mzima wa kesi uendeshwe kwa uwazi na bila kificho. Kwa sababu hiyo, ameomba mahakama kuu ya rufaa kuhusu vikao vya kesi hiyo virushwe moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa ili wananchi wote waweze kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Kwa mujibu wa Constant Mutamba, hatua hiyo itasaidia kuimarisha wazi katika utoaji wa haki na kuacha wananchi nafasi ya kushuhudia namna mahakama inavyotekeleza wajibu wake bila upendeleo. Amesema ombi lake linatokana na imani kwamba haki inapaswa kuendelea kutendeka na pia onekane ikitendeka mbele ya umma. Alikuwa waziri wao anaamini kuwa matangazo ya moja kwa moja kesi hiyo yataondoa uvumi, taarifa zisizo sahihi na tafsiri zinazoweza kutolewa kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Pia amesema wananchi wana haki ya kujua kinachoendelea katika na kesi zinazohusisha viongozi wa umma na matumizi ya rasilimali za taifa. Kesi hiyo inahusiana na faili ya Fivrao ambalo limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu katika duru za kisiasa na kisheria nchini. Hata hivyo, mahakama ya rufaa juu ya rufaa ndio inatarajiwa kusikiliza hoja ya upande wa mashtaka na utekelezaji ili kubaini ukweli wa tuhuma zinazomkabili aliyekuwa waziri wa sheria. Wachambuzi wa masuala ya sheria wanaona kuwa kufikishwa kwa Constant Mutamba mbele ya mahakama ya juu ya rufaa ni hatua muhimu katika mfumo wa utoaji wa haki nchini, hasa kwa inamhusu moja kwa moja viongozi walio kushika nafasi nyeti ndani ya serikali. Ombi lake la kutaka kesi hiyo irushwe moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa imeibua mjadala miongoni mwa wananchi na wadau wa sheria. Wapo wanaona kuwa hatua inaweza kuongeza uwazi wa kuimarisha imani ya umma kwa mahakama, huku wengine wakisisitiza kuwa uamuzi huo wa kuruhusu matangazo ya moja kwa moja inabaki miongoni mwa mahakama kwa kuzingatia sheria na taratibu zinazotawala mwenendo wa kesi. Kwa sababu macho ya wengi yanaelekezwa kwenye tarehe 13 Julai ambako Constant Mutamba anatarajiwa kufika mbele ya mahakama ya juu ya rufaa kuanza kujibu mashtaka yanayohusiana na faini ya Fivrao. Inatarajiwa kuwa mahakama itatoa mwongozo kuhusu namna uendeshaji wa kesi hiyo, ikiwemo iwapo ombi la kurusha vikao moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa litakubaliwa au la. Kesi inaendelea kuvutia hisia za wananchi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wakisubiri kuona jinsi mfumo wake utakavyoshughulikia swala ili katika mazingira yanayozingatia sheria, uwazi na haki kwa pande zote zinazohusika. Nani hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News FM, ikiwa ni tarehe 8 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutupa imani kufuatilia taarifa zetu kila siku. Tunaendelea kukuletea habari za kweli zilizodhibitishwa na zinazohusu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Usisahau kuendelea kufuatilia kupitia ukurasa zetu Facebook, YouTube, Twitter na majukwaa mengine ya kijamii kwa habari zinazoendelea kila saa. Mimi ni Teloje Longa na kwa niaba ya uongozi wa wafanyakazi wote wa Kivu News Info nakutakia jioni njema, usiku mwema, na Mungu aendelee kukulinda na kulinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi wake. Basi asanteni sana, tutaonana tena katika taarifa zetu za kesho asubuhi. Kwaherini.